Tumsifu Yesu Kristo. Leo tumekusanyika hapa Chato kama tulipofanya miaka 4 iliyopita, tukiwa na majonzi makubwa kutokana na kuondokewa na baba yetu, kiongozi wetu hayati Dr. John Pombe Joseph Magufuli. Ingawa bado tuna uchungu kwa kumpoteza, nyuso zetu zinaonyesha furaha kwa sababu ya kumbukumbu njema na urithi wa maendeleo aliyotuachia. Tunamshukuru sana Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa mama yetu Dr. Samia Suluhu Hassan, serikali yake na taifa kwa ujumla kwa kutunga mkono na kudumisha maono aliyoyaacha baba yetu kwa maendeleo ya nchi yetu. Miaka 4 iliyopita, Rais alipotembelea hapa Chato, alituahidi kama familia kwamba hatatuacha. Leo tumeshuhudia kuwa ni mtu wa kutimiza ahadi zake, kwani yeye pamoja na serikali yake wameendelea kuwa nasi bega kwa bega. Katika miaka 4 tangu waondoke, tumekuwa na watu wengi waliotushirikisha simulizi zao kuhusu jinsi alivyowasaidia katika maisha yao. Kila tukio tunalolisikia linatufanya tutabasamu na kuona fahari ya kuwa sehemu ya urithi wake. Hayati Magufuli alikuwa mtu wa watu, kiongozi wa wanyonge, mchapakazi na mpenda haki. Maisha yetu ya dunia ni ya thamani kubwa. Tunaishi mara moja na tunaondoka pia. Cha kusisitiza kuhusu maisha ni kwamba yana kikomo na hakuna anayejua lini ni mwisho. Baba yangu ndiye alinifungua macho na kunifanya nitambue kuwa huu mwisho wa ghafla wa maisha unatupasa kutufanya tuishi kwa kusudi, na kusudi hilo lazima liwe kubwa. Katika safari yake ya uongozi, alijifunza kutoka kwa viongozi waliomtangulia kama hayati Julius Kambarage Nyerere, mzee wetu Benjamin Mkapa pamoja na Ali Hassan Mwinyi. Alipata mafunzo ya uadilifu, uzalendo na dhamira ya dhati ya kulitumikia taifa la Tanzania. Baba yetu mara nyingi alisema kwamba siku moja angeungana na malaika huko mbinguni kwa ajili ya kuongoza. Nawaza tu kwamba jinsi anavyoweza kuwa na mazungumzo akiwa mbinguni na mzee wetu Nyerere, Mkapa pamoja na Mwinyi, wakikumbushana nyakati walizoliongoza taifa letu kwa uzalendo wa dhati. Naweza kuwafikiria wakimtakia Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan kila la heri katika uongozi wake, kuombea maendeleo ya nchi yetu, na pia naweza kuwasikia wakiwasisitiza Watanzania kubaki wamoja kama taifa. Kabla sijahitimisha, nataka niseme kwamba wengi mlijua hayati Magufuli kama rais, lakini kwangu alikuwa baba. Katika mengi niliyojifunza kwake, haya nimeyabeba zaidi: kujitolea kwa ajili ya wengine, kuwa mwaminifu kwa taifa langu, kuwa mzalendo na mchapakazi, kulinda rasilimali zetu, kutanguliza maslahi ya Afrika na Tanzania kwa ujumla, lakini la kipekee ni kumtanguliza Mungu. Baba yangu hayati Dr. John Magufuli alikuwa kiongozi wa kipekee katika karne ya 21. Kwangu alikuwa shujaa wa kisiasa, kiongozi mwenye dira na mtetezi wa wanyonge. Leo tuko hapa kusherehekea mchango wake katika taifa letu na maisha yetu.
na pia kuendelea kutembea katika njia aliyotuonyesha ili kuheshimu kumbukumbu yake. Nataka kutoa changamoto kwa kila mmoja wetu aliyeapa na wale wanaotazama popote walipo. Chagua angalau moja kati ya maadili aliyoyaishi mzee wetu hayati Dr. John Pombe Joseph Magufuli, na ujiwekee ahadi ya kutenda jambo litakalokufanya kuwa tofauti katika maisha ya wale wanaokuzunguka, jamii na taifa letu. Tunaendelea kumwenzi kwa kushika misingi na kuhakikisha kuwa alianzisha hayaishi ujana. Mungu ibariki Chato, Mungu ibariki Tanzania. Asanteni.